Kama ambavyo tumeona mabadiliko makubwa hapa Mbeya mjini, Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi hiki ameleta fedha nyingi sana kwenye miundombinu ya barabara, kwenye miradi yetu ya maji, kwenye umeme, hasa kata za pembezoni kule ambako mitaa ilikuwa haina umeme. Sasa mradi unaendelea kwa mitaa 15 katika kata zetu, na mradi mwingine utakuja kuhakikisha sio tu mtaa kupata umeme, lakini umeme kufikia kila nyumba inayohitaji umeme. Kazi imefanyika kwenye eneo la afya, vituo vya afya vipya kabisa vimejengwa, zahanati zimejengwa. Kwenye eneo la elimu, shule zimejengwa za sekondari, shule za msingi kwenye kata zetu. Kazi hiyo, ndugu zangu, ya maendeleo inaashiria tuko safarini. Katika safari hiyo tumepata fursa. Sio maeneo yote, unajua hapa tunajenga njia 4, ni fedha nyingi. Sio maeneo yote nchi hii yanajengewa njia 4. Kugawanya kwa jimbo kunaleta maumivu, kwamba sisi jamani na mbunge wetu wote tunapendana. Hasa mbunge anaenda wapi? Mbunge anabaki wapi? Yaani kwa kweli kama ingewezekana angegombea tu yote mawili mbunge. Lakini sasa kwa sababu hilo haliwezekani, kwa hiyo bado tutaendelea kuwa pamoja. Upande wowote nitakao usema hapa, msiwe na wasiwasi. Kwa kusema hivyo, ndugu zangu wana Mbeya mjini, na kwa kufahamu kazi tuliyoifanya pamoja, na kwa kufahamu kwamba mimi bado nitakuwa mzazi wa watoto wawili, sina budi kuelekea kwa mtoto anayehitaji zaidi. Lakini hakuna mtu anayeagwa leo, ila kuna kusema Tulia atagombea wapi, na hakuna atakayekosa huduma yoyote aliyokuwa akipata. Wana jimbo la Mbeya mjini, nimeona hapa mioyo imeinama, lakini isiiname kwa sababu bado nipo. Nimalizie kwa kusema hivi, wana Mbeya mjini na wana Uyole pia, kwa sababu wako watu watakuja kuonesha nia, hata kama watasikia kwamba mimi naelekea Uyole, wako watakuja kuonesha nia. Lakini kwa namna tulivyoishi kipindi hiki, nafahamu tumeshapata nafasi ya kusikizana. Mmeshanisikia mara kadhaa, mmeshafahamu mimi ni mtumishi wa aina gani, mmeshafahamu mimi ni binadamu wa aina gani, mmefahamu mimi ni kiongozi wa namna gani. Nitoe wito kwenu, hasa wana Mbeya mjini. Watu wengi watajitokeza kuja kwenu. Chagueni kiongozi, chagueni mtumishi.